Watu 44 wamethibitishwa kufariki dunia baada ya moto mkubwa kuteketeza jengo la makazi la Wang Fuk Court katika wilaya ya Tai Po jijini Hong Kong. Katika tukio hilo lililotajwa kuwa ni mojawapo ya majanga mabaya zaidi ya makazi nchini humo katika kipindi cha miaka zaidi ya 60. Moto huo ulizuka wakati majengo hayo ya ghorofa yakiendelea kufanyiwa ukarabati, huku sehemu ya nje ikiwa imefunikwa kwa mianzi pamoja na nyavu za ulinzi ambazo zinasemekana kuchochea kasi ya kuenea kwa moto huo. Kwa mujibu wa maafisa wa zimamoto, moto ulienea haraka katika ghorofa za juu na kusababisha kuwakwamisha ndani wakazi wengi. Aidha, zaidi ya watu 279 wanaripotiwa kutopatikana na juhudi za uokoaji zinaendelea katika maeneo ya ndani ya majengo yaliyoteketea. Vikosi vya zimamoto vimeendesha operesheni nzito usiku kucha, huku baadhi ya manusura wakipatikana wakiwa wamepoteza fahamu kutokana na moshi mzito. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, polisi wa Hong Kong wamesema wamewakamata watu 3 wanaohusishwa na kampuni ya ujenzi iliyokuwa ikisimamia ukarabati wa jengo kwa tuhuma za uzembe uliopelekea vifo. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa vifaa vilivyotumika katika ukarabati wa nje wa jengo havikukidhi viwango vya usalama wa moto vinavyotakiwa kisheria. Serikali ya Hong Kong imeanzisha vituo maalum vya dharura kwa ajili ya kuhifadhi mamia ya familia zilizopoteza makazi yao. Viongozi wa serikali hiyo wameapa kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo halisi cha moto na kuwawajibisha waliohusika. Tukio hilo limeibua maswali mapya kuhusu usalama wa majengo marefu, matumizi ya mianzi kwenye ukarabati na namna viwango vya ujenzi vinavyosimamiwa katika maeneo yenye idadi kubwa ya watu. Kwa sasa miili ya wahanga inaendelea kutambuliwa, huku familia nyingi zikiendelea kutafuta ndugu zao miongoni mwa waliotajwa kuwa wamepotea. Salumu Amani, Kawabe News.